Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri nchini Tanzania na katika nyanja za kisiasa katika taifa hili tukufu. Mtazamaji, ripoti za hivi punde ni kwamba Rais Samia Suluhu Hassan leo ameweza kumteua mtoto wake katika nafasi hii kubwa ya uwaziri nchini Tanzania. Kabla ni kujuze zaidi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele. Rais Samia Suluhu Hassan leo ametangaza awamu mpya ya uteuzi serikalini, ikiwa ni ishara ya mabadiliko mengine yanayolenga kuimarisha utoaji huduma katika sekta muhimu. Miongoni mwa waliojitokeza sana katika uteuzi huo ni kumpandishwa cheo Wanu Hafidh Ameir ambaye ni mtoto wake hadi nafasi ya naibu waziri wa elimu, sayansi pamoja na teknolojia. Tangazo hilo lililotolewa kutoka Ikulu ya Chamwino, Dodoma, na kuashiria maendeleo makubwa ya kisiasa na kiutawala ndani ya serikali ya Tanzania. Uteuzi huo wa binti yake umevuta hisia za kitaifa kwa haraka, sio tu kwa sababu unalenga mojawapo ya sekta nyeti zaidi, elimu, lakini pia kwa sababu Wanu Hafidh Ameir ni binti wa kibiolojia wa Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa watazamaji wengi, uamuzi huu unaongeza uzito mkubwa wa kisiasa kwa mazungumzo yanayoendelea kuhusu uongozi, mageuzi na jukumu la mahusiano ya familia ndani ya safu za juu za serikali. Ni hatua ambayo imezua uungwaji mkono na wasiwasi kutoka pembe tofauti za nchi. Wafuasi wa Rais Samia Suluhu Hassan wanahoji kuwa Wanu Hafidh Ameir ni kiongozi mwenye uwezo na uzoefu wa kisiasa na rekodi ya ushirikishwaji wa umma, na hivyo kumfanya kuwa mgombea anayefaa kwa nafasi hiyo. Uteuzi huo ni sehemu ya mkakati endelevu wa rais wa kuimarisha uongozi ndani ya wizara muhimu, hasa zinazohusika na mabadiliko ya kitaifa. Katika kesi hii alimchagua binti yake Wanu Hafidh Ameir kuchukua jukumu kuu katika kuongoza mageuzi ndani ya mfumo wa elimu, akiingia kama naibu katika wizara hiyo. Uamuzi huo unaonyesha dhamira ya Rais Samia Suluhu kuwaweka watu wanaoaminika kulingana naye na waliojitolea katika nyadhifa ambazo malengo ya muda mrefu ya kitaifa lazima yatimizwe kwa ufanisi. Hata hivyo, wakosoaji wake sasa hivi wamezidi kumkosoa kwa kuweza kuandika kazi familia yake ambaye ni binti yake katika wizara ya serikali ya Tanzania. Hata hivyo, wakosoaji hawa wameibua maswali makali kuhusu mtazamo na maadili ya rais aliyeko madarakani kumteua bintiye mwenyewe katika wadhifa juu ya serikali. Wanasema kuwa hatua hii inahatarisha kuonekana kama upendeleo au urithi wa kisiasa, hasa katika mazingira ambapo wananchi wanazidi kudai uwazi na uwajibikaji kutoka kwa viongozi wao waliowachagua. Sauti za upinzani zinadai kuwa uteuzi kama huo wa bintiye unaweza kudhoofisha imani ya umma na kuchochea wasiwasi kuhusu uimarishaji wa mamlaka ndani ya wasomi tawala. Licha ya maoni hayo tofauti, Rais Samia amesisitiza kuwa uteuzi huo ni sehemu ya mkakati mpana wa kuleta utulivu na kuboresha mfumo wa elimu wa Tanzania. Kwa kuongeza kwa idadi ya vijana na hitaji linalokuwa la ushindani wa kiteknolojia, Wizara ya Elimu inasalia kuwa nguzo muhimu kwa maendeleo ya kitaifa. Uteuzi huu wa bintiye Wanu Hafidh Ameir, licha ya utata wake, unaandaliwa na utawala kama hatua muhimu katika kuhakikisha kwamba mageuzi yanatolewa kwa udhabiti na kwa nguvu. Katika jukumu lake jipya, Wanu Hafidh Ameir anatarajiwa kufanya kazi kwa karibu na waziri wa elimu ili kuharakisha marekebisho ya mitaala yanayoendelea hivi sasa. Marekebisho haya yanajumuisha masasisho makubwa ya miundombinu ya shule, uboreshaji wa mafunzo ya walimu na ujumuishaji wa zana za kidijitali katika kujifunza. Rais Samia Suluhu Hassan vilevile amesisitiza mara kwa mara hitaji la uongozi wa kuaminika wenye maono ndani ya sekta muhimu za serikali. Kwa kumteua bintiye Wanu katika wizara hii, amesisitiza imani yake kwamba watu wenye uwezo na uelewa wa kina wa ajenda ya maendeleo ya nchi wanaweza kusaidia kuharakisha maendeleo. Hili linaonyesha imani yake katika uwezo wa Wanu wa kufanya kazi kwa bidii na uaminifu katika kuunga mkono malengo ya elimu ya serikali. Uteuzi huo pia unaangazia mwelekeo mpana zaidi katika utawala wake, ambapo hawakabidhi watu binafsi uzoefu uliothibitishwa katika ushiriki wa kijamii na kisiasa ili kuendeleza malengo ya kitaifa.
binti yake anapoingia katika jukumu hili kuu. Rais ameashiria nia yake ya kuimarisha mwendelezo, nidhamu na utekelezaji makini ndani ya Wizara ya Elimu. Matarajio ya umma ni makubwa, hasa katika maeneo ya vijijini ambako upatikanaji wa elimu bora unabakia kutofautiana. Jamii nyingi zinaendelea kukabiliwa na uhaba wa walimu, vifaa duni vya kujifunzia na mapungufu ya miundombinu ambayo yanaongeza tofauti kati ya wanafunzi wa mijini na vijijini, na hili ndilo ambalo bintiye Wanu amepewa kuweza kulishughulikia. Akiwa naibu waziri, Wanu atatarajiwa kuchukua jukumu kuu katika kutatua changamoto hizi za muda mrefu, huku akiongoza juhudi za kufanya elimu iwe jumuishi na yenye usawa. Wadau wa elimu wameitikia uteuzi huo kwa matumaini makubwa. Baadhi wanaona fursa kwa uongozi mpya kuvuruga vizuizi vya kijadi vya ukiritimba ambavyo vimepunguza mageuzi hapo awali. Wengine hata hivyo wanaonya kwamba shinikizo la kisiasa linalomzunguka binti Rais Samia Suluhu linaweza kuunda uchunguzi wa ziada ambao unaweza kutatiza shughuli za kila siku za wizara hiyo. Kinachobakia wazi ni kwamba matarajio ya matokeo yanayoonekana yatakuwa juu kuliko kawaida. Zaidi ya mageuzi kielimu, uteuzi huo pia unaashiria msukumo mkubwa kutoka kwa rais kuwainua wanawake, hasa wanawake vijana Gen Z katika nafasi za ushawishi wa kitaifa. Katika miaka iliyopita, Samia Suluhu amekuwa akieleza mara kwa mara dhamira yake kupanua nafasi kwa wanawake katika uongozi. Uteuzi huu, ingawa una utata, unaimarisha msimamo wake wa muda mrefu kuhusu ushirikishwaji wa kijinsia katika ngazi za juu za serikali. Wanu Hafidh Ameir, binti Samia, analeta uzoefu wa kisiasa na ujuzi wa mashinani katika nafasi hii yake mpya. Hapo awali amekuwa akijishughulisha na mipango ya maendeleo ya kijamii inayolenga uwezeshaji wa vijana, upatikanaji wa elimu na ustawi wa jamii. Wafuasi wanaamini kwamba uzoefu huu unamweka vyema kuelewa hali halisi inayokabili familia za kawaida za Kitanzania, hasa wasichana na watoto wenye mahitaji maalum. Huku maandalizi yakianza kwa hafla inayotarajiwa ya kuapishwa kwake, wadadisi wa mambo ya serikali wanaona kuwa wiki zijazo zitakuwa muhimu katika kufafanua ajenda yake mapema. Inasemekana kwamba rais ana nia ya dhati ya kuhakikisha kuwa wizara inapiga hatua haraka kuleta maendeleo yanayoonekana, hasa katika utoaji wa nyenzo mpya za kujifunzia na upanuzi wa programu za sayansi na teknolojia katika shule za umma. Wachanganuzi wanaeleza kuwa masuala ya kisiasa yanayohusu uteuzi huu huenda yakaathiri jinsi Wanu na timu yake wanavyotekeleza mageuzi kwa ukali. Mafanikio yoyote ya mapema yatachunguzwa ni ushahidi kwamba yeye ndiye anayefaa au mtu aliyelindwa kisiasa. Kadhalika, kushindwa yoyote mapema kunaweza kukuza madai ya upinzani kwamba uteuzi huo uliendeshwa na uhusiano wa kifamilia badala ya maslahi ya kitaifa. Ni hayo tu ambayo nimekuandalia katika ripoti au habari hizi. Ningependa kusikia wewe binafsi maoni yako unayenitazama. Je, unadhani ama una lipi la kusema kuhusiana na uteuzi huu wa Wanu ambaye ni binti ya Samia Suluhu? Na kuacha uwanja huu wa comment section, vile like video hii kisha bonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele. Vile bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.